utatambua vipi? Utazijua vipi dalili za ex anayekupenda? Though muda mwingine kutambua hizo dalili za ex wako ambaye bado anakupenda ni changamoto. Inaweza kuwa changamoto kubwa, kwa sababu uwe umepata yule ex ambaye hisia zake hazionyeshi wazi, basi ndio inakuwa vigumu kabisa kutambua. Lakini kuna ishara, kuna na vitendo ambavyo vinaweza kukuonyesha kwamba ex wako anakupenda na labda angependa kuwa na nafasi ya kuyarudisha yale mahusiano mliokuwa nayo. Kwa hivyo haya tutakayozungumza hapa nikikushirikisha na wewe msikilizaji, kwa pamoja itakuwa tunasaidiana kuelewa zile dalili kuu zinazoonyesha kwamba ex wako bado anahisia kwa ajili yako. Lakini pia nitazungumzia mambo muhimu ya kuzingatia na njia bora za kuchukua na hatua sahihi. Moja kwa moja nikizungumzia dalili za ex anayekupenda, ya kwanza ni kwamba ex wako anaendelea kuwasiliana mara kwa mara. Hii ni moja ya dalili za ex anayekupenda, kwa sababu anaendelea kukutumia ujumbe au kukupigia simu mara kwa mara bila sababu za msingi. Ikiwa ex wako anaendelea kuuliza kuhusu siku yako, hali yako ya maisha inaendeleaje, jamani, inaashiria kwamba bado ana hamu ya kujua kinachoendelea katika maisha yako. Na hii ni dalili ya wazi ya kwamba anaweza kuwa na hisia ambazo hazikufa na anatafuta njia ya kukaa karibu na wewe. Basi kusoma hujui, picha pia hujionei, shangazi. Dalili ya pili ni msikilizaji, kwamba anakutafuta kwenye mitandao ya kijamii. Ex wako akiendelea kukutafuta na kuonyesha ushirikiano kwenye mitandao ya kijamii, kama vile kulike ama kutoa maoni, that is kuandika comment kwenye picha zako, anaweza kuwa bado anakupenda. Manake wakati mwingine ex wako anaweza kukutumia ujumbe wa moja kwa moja kupitia mtandao wa kijamii, na hii ni hali ambayo inaashiria kwamba anataka kuwa na nafasi tena kwenye maisha yako. Kwa hivyo tia akili, maji yajaa. Hii ni ishara ya kwamba bado anataka kuwa na uhusiano na wewe kwenye namna fulani hivi. Dalili nyingine, sikilizaji, anakukumbusha nyakati mlizokuwa pamoja. Ex wako anapokuwa anazungumzia kuhusu nyakati nzuri mlizoshiriki, au anapokukumbusha mambo mazuri mliofanya mkiwa pamoja, ni dalili tosha kwamba bado anakupenda, kwa sababu kumbukumbu nyakati ama kukumbuka nyakati hizo, msikilizaji, za kuzifanya ziwe mada ya mazungumzo, ni njia ya kuonyesha kuwa bado anathamini muda wenu pamoja. Na hii ni njia moja ya kiashiria kwamba anapenda kujadili na kufurahia mambo yaliyopita kati yenu. Ila dalili nyingine, msikilizaji, anauliza habari kuhusu maisha ya mahusiano. Kwa mfano, ikiwa ex wako anauliza kuhusu hali yako ya mahusiano ya sasa ulionao, ama kama bado una mtu mwingine, hiyo ni dalili kuwa bado anakupenda na anajali hisia zako. Na hii pia inaweza kuashiria kwamba ana wivu wa siri, ila tu anaogopa. Ama muda mwingine inaweza kutoa ishara ya kwamba anaogopa kupoteza nafasi ya kuwa na wewe tena, kwa sababu maswali kama haya yanaweza kuonekana kama ya kawaida, lakini yanaweza kuwa na maana zaidi kuliko inavyoonekana. Dalili nyingine ni kwamba anajitahidi kusaidia kwa njia zote inayowezekana.
kwa sababu mmoja wa dalili za ex wako ambaye bado anakupenda ni kwamba anaweza kukuonyesha nia ya kukusaidia kila wakati unapohitaji msaada. Ikiwa ex wako, msikilizaji, anahitaji kutoa msaada kwa hali yoyote ile, iwe ni kutoa msaada wa kifedha, kukushauri ama kukusaidia na majukumu yako, shangazi, mjomba, hiyo ni dalili kwamba bado anajali kuhusu ustawi wako. Kwa hivyo yeye anajaribu kuonyesha kuwa bado anaweza kuwa mtu muhimu. Anajaribu kukuonyesha kwamba jamani, yeye aliyopita si ndwele, mimi bado naweza kuwa mtu muhimu kwenye maisha yako. Umeelewa? Dalili nyingine, msikilizaji, anashiriki hisia za peke yake na wewe. Ex wako anaweza kuonyesha dalili za upendo ikiwa anakushirikisha hisia zake za upweke ama za huzuni, na ikiwa anakueleza jinsi anavyojisikia akiwa peke yake au jinsi anavyokosa kuwa na mtu wa karibu. Hiyo ni ishara tosha kuwa bado anakupenda na anakutaka, kwa sababu kujieleza kuhusu hisia hizi mara nyingi kunahusisha kuwa na matumaini kwamba utamrudia na kuwa huenda anaweza kuwa sehemu ya maisha yako tena. Ila jambo jingine ama dalili nyingine, msikilizaji, anaonekana kuwa na wivu anapokuwa na mtu mwingine ama unapokuwa na mtu mwingine. Wivu, kama unavyojua, hii ni dalili nyingine ya kwamba ex wako bado anahisia na wewe. Ikiwa ex wako anaonyesha wivu kwa njia yoyote ile, labda anakuulizaga maswali mengi kuhusu mtu mwingine kwenye maisha yako, au anakasirikaga unapokuwa na mwingine, hiyo ni ishara tosha kwamba bado anakupenda. Wivu huu, msikilizaji, unaweza kuwa dhahiri ama wivu huu unaweza ukawa wasiri, lakini cha msingi na sekondari ni kwamba anaonyesha bado anaona umuhimu wa kuwa sehemu ya maisha yako. Alitapika nyongo, eksi, sasa hivi anataka kuiramba tena, amekumbuka utamu, sasa hivi anaulilia. Fanya masiara na mtelezo. Basi haya, dalili nyingine, msikilizaji, ni kwamba anajitahidi kubadilika na kuonyesha mabadiliko ya tabia. This is very common, kwa sababu ex wako anaweza kuonyesha dalili za kukupenda na kwamba bado anapenda uwepo wako kwake kwa kujitahidi kubadilika. Kwa mfano, ikiwa alikuwa ana ile tabia ambazo hazikuridhishi, tabia ambazo hazifai mlipokuwa mko pamoja, lakini sasa ameanza kukuonyesha mabadiliko, kwamba he's so down, he's so sorry, ameanza kujirudi na amezingatia makosa aliyoyafanya mlipokuwa pamoja. Hiyo ni dalili kuwa bado anakupenda na anataka kuwa bora kwa ajili yako. Na mabadiliko haya, msikilizaji, yanaweza pia kuashiria kuwa anajaribu kutoa nafasi kwa mahusiano yenu kurudi kwenye hali nzuri. Ila dalili nyingine, msikilizaji, kwamba bado ex wako anakupenda ni kukumbuka tarehe muhimu. Ex wako anakumbuka na anakukumbuka kwenye siku muhimu, kama siku yako ya mazazi, labda kama siku ambayo
ulifiliwa na mzazi mkiwa pamoja, aliona vile uko so down. Kwa hivyo kile inapofika hiyo tarehe, labda huo unafanya kitu fulani, anajaribu kukupigia simu na kukueleza kwamba tupo pamoja, usijali hivi. Yani hiyo ni ishara tosha kwamba babu anakupenda. Dalili nyingine ni kujitokeza kwenye matukio ambayo wewe unahudhuria. Ex wako anaweza kujitokeza mahali ambapo anajua fika wazi kwamba hapa Mashibebi lazima atakuwepo. Amejua kuna showground na anajua fika wazi Mashibebi atafika showground. Ex huyu anajitokeza ili mradi tu apambane ama waonane ana kwa ana, uso kwa uso, macho kwa macho na Mashibebi. Kwa hivyo tia akili. Dalili nyingine msikilizaji ni kujihusisha na watu wako wa karibu. Kule kuendeleza uhusiano na marafiki zako ni dalili tosha, na haya yote anayafanya kujihusisha na marafiki zako ili aweze kupata habari zako. Unaendeleaje? Hebu vipi, niambieni sasa hivi amepata mtu ama bado yuko peke yake? Hivi na hivi, hebu nielezee inakuwaje? Bado kuendeleza ule usuhuba wa marafiki zako ambaye yeye pia ni marafiki zake mlipokuwa pamoja, lakini sahihi mumeachana. Mjana heri bado anaendeleza tu uhusiano. Almuhimu kupata tu habari zako. Dalili nyingine msikilizaji ni kujitahidi kufanya mambo uliyoyapenda, kuonyesha kwamba bado ana uwezo wa kubadilika na kuendana na vile unavyopenda wewe, unavyotaka wewe. Kama sijui ni kuwa mkali, sasa hivi hawi mkali tena, hataki kupigia simu, sauti iko chini. Yani anajaribu lile kosa kukuonyesha kwamba chonde. Jamanini, kosa sio kosa, kurejelea kosa ndiyo kosa. Na sasa hivi kwa ajili yako najitahidi niwe mtu bora zaidi. Upo. Dalili nyingine msikilizaji ni kutumia ujumbe wa kihisia. Shekhe, ex akikuamulia anaweza kukutumia ujumbe wenye hisia mpaka ukajuta, hivi kweli mbona nisiregeshe moyo nyuma? Anaweza kukutumia alama za upendo kwenye mitandao mpaka wewe mwenyewe you'll be like, mbona kama ambaye bado anaendeleza kusimamisha misimamo. Usipokuwa na akili utajua basi hapa kweli nilitupa. Utaanza regrets. Coco FM 98.9, ladha ya Pwani.